kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla. Nimemwona anaongea kwenye YouTube kwa uchungu kabisa kwamba kaenda mahali akavuliwa nguo, akafanywa udhalilishaji na akaenda kutupwa mpakani. Sasa hebu tujaribu kuwaza, kama angekuwa ni mama yako mzazi, amechukuliwa, anavuliwa nguo, anadhalilishwa, anatupwa mahali, ungejisikiaje? Kama angekuwa ni dada yako kabisa, tumbo moja na wewe, amechukuliwa, nimemwona kwenye YouTube anasema amechukuliwa, amevulishwa nguo zote, maanza kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo kwa kweli yamezidi kipimo, na lengo langu leo kwa kweli ni kuyasema haya mambo na kutoa ushauri na ufumbuzi wa mambo haya. Na kama mtu atanisikiliza basi itakwendea vizuri, kama usiposikia basi haitakwendea vizuri. Lakini hebu tuwaone hawa wajuzi hawa, imetokea tena mwanaharakati. Huyu mwanaharakati wa Uganda, msichana anaitwa Agatha Atuhaire. Wamekuja hapa kwenye shughuli zao hizo za kuhudhuria mahakamani. Huyo mtu amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni kama watu wa vyombo. Mimi sina hakika kama watu wa vyombo kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla. Nimemwona anaongea kwenye YouTube kwa uchungu kabisa kwamba kaenda mahali akavuliwa nguo, akafanywa udhalilishaji na akaenda kutupwa mpakani. Sasa hebu tujaribu kuwaza, kama angekuwa ni mama yako mzazi, amechukuliwa, anavuliwa nguo, anadhalilishwa, anatupwa mahali, ungejisikiaje? Kama angekuwa ni dada yako kabisa, tumbo moja na wewe, amechukuliwa, nimemwona kwenye YouTube anasema amechukuliwa, amevulishwa nguo zote na amefanywa udhalilishaji. Ni kina nani hawa wenye ujasiri? Huyu mwingine Boniface Mwangi. Boniface Mwangi naye mwanaharakati kutokea Kenya, ambaye naye alikuwa amekuja kuhudhuria kesi pale, kuhudhuria kwenye kesi. Boniface na yeye tumemwona sasa, nafikiri ilikuwa Serena Hotel. Watu wanabisha, wanajitambulisha kwamba ni watu wa viongozi wa vyombo vya dola. Nimeona kwenye YouTube wanaongea nao kwamba jamani, mmekuja usiku sana, njoni kesho nini na nini. Vyovyote vile ambavyo imekuwa, lakini sasa mtu amechukuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni vyombo vya dola, wameenda naye. Sasa baadaye mtu anaokotwa mpakani kule Horohoro, Tanga. Sasa kunakuwa na picha gani sasa? Mimi siamini kabisa, na asema tena siamini kabisa kama kuna vyombo Tanzania, kwa maana ya jeshi la polisi au idara ya usalama wa taifa au magereza au jeshi lolote, wanaofanya kazi kwa mitindo hii. Siamini. Narudia tena, siamini kama kuna chombo cha dola Tanzania kinaweza kufanya kazi kwa mtindo huu, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati, vyombo vyetu vya dola ni kati ya vyombo mahiri zaidi kuliko vyombo vingine vyote. Na siamini chombo cha dola eti kwenda kumchukua mtu kwenye hoteli na mkajitambulisha kwamba ni chombo cha dola, alafu huyo mtu akaondoka, alafu akaokotwa, ametupwa, si watasema ni nyie? Hakuna chombo cha dola ambacho kwa Tanzania ninachokiona mimi kinaweza kikafanya mambo ya kijinga kama haya. Hakipo. Kwa hiyo mimi nanipelekea kuwaza mambo mengi sana. Kwanza, imeleta matatizo sasa. Kwa mfano, ninasikia mimi rais wetu anatukana kule Kenya, wanamtukana rais. Alafu yule aliyechukuliwa anasema eti alikuwa anapigwa, anaambiwa sema asante Samia. Hivi kweli kuna chombo cha dola kwa maana ya polisi au idara ya usalama kinaweza kuwa kinampiga mtu alafu kinamlazimisha kusema asante Samia? Kwa nini image au sura ya rais wa Tanzania inaharibika kwa kiwango hiki? Why? Na ni kwa nini tuko kimya? Tunaona, mnajua, watu wote mnajua kwamba kwenye economic diplomacy kuna mambo mawili. Kuna mahusiano na kuna biashara. Sasa mahusiano ya nchi na nchi yanapoharibika, biashara itakwendaje? Italeta matatizo makubwa kabisa. Na mpaka sasa umefika wakati tunaongelewa kwenye mitandao nchi yetu kama ni mahala pa hatari. Hii inaathiri mambo mengi sana. Kwanza inaathiri utalii wetu.
Watu wanaanza kuona Tanzania si mahala salama. Mtu unaweza kuchukuliwa kwenye hoteli na ukatupwa. Watu wanaanza kuona Tanzania sio mahala salama. Why? Mtu unaweza kuchukuliwa ukatupwa na watu wanaojitambulisha watu wa vyombo. Mimi nataka niseme, lengo langu la kuongea ni kusema mimi sikubaliani na vitu hivyo 100%. Hivi vinaitwa vya kijinga, havifai kutajwa kwenye jamii ya Tanzania.